Na mtazamaji, nipende kukukaribisha tena kwa mara nyingine tukiwa tumerejea baada ya kutazama wimbo huo mzuri, ambapo tulikuwa na moja kati ya waimbaji wanaofanya vizuri sana, japo muda wetu ulikuwa mfinyo na tukaweza kujua mengi zaidi kutoka kwake. Lakini ni muda mwingine tena kwa mtazamaji kufahamu mengi zaidi kutoka katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Na sasa ni wakati mzuri ambapo nimeweza kupata ugeni mzito kabisa hapa studio. Niko na mke wa askofu na pia ni mmoja kati ya wanawake ambao wanafanya shughuli mbalimbali za kuhakikisha haki na usawa kwa wanawake zinaenda kutekelezwa vizuri sana katika kazi hii ya kumtumikia Bwana. Ni moja kati ya mke wa viongozi wakubwa ambao wako katika madaraka mbalimbali ya kanisa, katika kanisa hili la FPCT Nyakato Imani. Na Imani, mtazamaji, kwa yule ambao umekuwa ni mfuatiliaji wa karibu sana, unaweza kufahamu pia kanisa hilo liko sehemu gani. Moja kwa moja nitaungana naye na kufahamu mengi zaidi kutoka kwake, akiwa ni moja kati ya kina mama ambao wamefanya makubwa zaidi hapa Tanzania. Tunaweza kusema ni mama ambaye pia ameacha alama ama ameacha vitu vya kuigwa kwa mabinti mbalimbali kuweza kuvitazama. Niliweza kupata nafasi ya kukutana naye na pia nitazungumza naye kuhusiana na mengi zaidi ambayo mada yetu pia itagusia kuhusiana na nafasi ya mwanamke kanisani. Nafasi ya mwanamke kanisani ni ipi hiyo? Karibu sana mtazamaji, tuungane naye moja kwa moja. Nipende kukaribisha kwa kuendelea kututazama pia. Na mama, karibu sana. Nashukuru sana mtangazaji. Mama Askofu, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Asante sana. Au uko kwenye mfungo leo? Hapana. Na upo kwenye mfungo? Siko kwenye mfungo. Mambo yako vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Amen, amen. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ameweza kutupatia. Si wote ambao wamepata nafasi hii. Ni mama ambaye ni mchapakazi na unaendelea kufanya kazi ya Bwana, na ninakupa kongole pia. Nimekuwa nikikufuatilia kutoka katika kanisa la FPCT hapo Nyakato. Unafanya vizuri sana. Ukiwa kama ni mke wa askofu, makamu mwenyekiti, ngazi kubwa kabisa, ambapo pia kila mmoja ana shauku kubwa ya kufahamu mengi kutoka kwako. Tungependa tukufahamu, jina lako unaitwa nani? Jina langu naitwa Josephine Elias. Ndio. Ni mama mchungaji kanisa la FPCT hapo Nyakato. Ndio. Tuko tunamtumikia Mungu pamoja na mume wangu. Sawa. Na pia ni mwimbaji. Na pia ni mwimbaji. Naimba kwaya ya Amani, naimbia kwaya ambayo inaitwa Amani Kwaya. Sawa. Imani Kwaya. Amani Kwaya. Amani Kwaya. Ni sauti ya ngapi ambayo mama askofu unapenda kuitumia sana na inakubariki? Napenda kuimba ya sauti ya kwanza. Sauti ya kwanza. Sawa. Wewe ni mwanamke wa mfano, na ukitazama ni kiongozi pia, na kila mmoja anachukulia mfano kutoka kwako. Mimi ningependa tuanze na mfano wa sauti ya kwanza ambayo umesema kwamba inakubariki sana na Mungu ulisema jukwani ukiimba. Karibu sana, wimbo wote ambao taimba kifupi. Sawa, haina shida. Tuna album moja ambayo tulizindua miaka mingi kidogo imepita. Ndio. Kuna wimbo ambao unasema dunia ni kama karatasi. Ndio. Karibu itachomwa moto. Ndio. Tawimba kwa kifupi tu ili tuendelee na mambo mengine. Sawa. Huo wimbo unasema dunia ni kama karatasi, karibu itachomwa moto. Dunia ni kama karatasi, karibu itachomwa moto. Sasa ule wimbo uliandikwa ulikuwa ni wa kwako binafsi ama ni kwaya? Hapana, ni wa kwaya nzima. Ni wa kwaya nzima. Dunia ni kama karatasi. Kama karatasi. Unajua karatasi unapolichoma huwa linageuka linakuwa majivu, na kisha kuwa majivu linayeyuka kabisa. Mwandishi ni wewe ama kuna mwalimu aliweza kutunga? Mwalimu mwingine alitunga. Mimi ni mwimbaji tu. Ni mwimbaji tu. Kama mama askofu, ninajua wewe ni mama mchungaji na una mengi zaidi unayafahamu kuhusiana na kazi ya Bwana. Wimbo huu unakubariki kiasi gani? Huu wimbo unanikumbusha namna gani natakiwa nisimame kwenye nafasi ya kukaa vizuri kwa Yesu. Ndio. Kwa sababu hii dunia tunayoishi sio ya kwetu. Ndio. Ina muda itapita. Ndio. Na Biblia inasema kwamba siku moja dunia itakunjwa kama karatasi na kuchomwa moto. Ndio. Kwa hiyo ni neno ambalo lina msaada na maonyo kwa mwanadamu akae akikumbuka kwamba yeye sio wa milele.
Sawa. Isipokuwa atakuwa wa milele akiwa na Yesu. Amen, amen. Kwa hiyo ajue wazi kwamba dunia itachomwa moto. Imewekwa akiba, baadaye itakuja ichomwe moto kwa maovu yote yanayotendeka katika dunia hii. Amen, amen. Kulingana na muda wetu ambao pia leo muda naona umetushika penyewe kabisa. Moja kwa moja tuelekee kwenye mada ambayo tumeiandaa na tukaona hii huenda mama askofu anaweza akaidadavua vizuri, kwa sababu pia ni mwanamke ambaye ni shupavu na ni mpambanaji kuhakikisha wanawake wanasimama imara. Nafasi ya mwanamke kanisani hii ikoje kwako? Tukianza na nafasi ya mwanamke kanisani, ukiwa wewe ndio kioo cha jamii pia na kwa mama wengi ambao wanakufuatilia na kukutazama. Sawa. Nafasi ya mwanamke kanisani, ninavyojua mimi kwa sehemu ni kwamba mwanamke ni mtumishi wa Mungu. Na akijitambua vizuri mwanamke atafanya vitu vizuri sana kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Maana kama mama anavyohusika kwenye nyumba yake, anapeleka mambo yakae vizuri, yeye pia hata kanisani Mungu ni hivyo hivyo amemuita ili afanye kazi ya Mungu ikae vizuri na kanisa la Mungu likae vizuri. Ni pale mwanamke anapotambua nafasi yake kwamba yeye ni chombo ambacho kimeletwa na Mungu kufaa kwenye hiyo nyumba. Amen. Kwa hiyo mwanamke ni mtumishi wa Mungu mzuri ambaye majukumu yote ya kanisani anapaswa kutambua kwamba yanamhusu. Na pia yeye ni kielelezo hata kwa watoto kujua kwamba kumbe watoto wanatakiwa wapite njia ipi na watembeeje pamoja na Mungu. Akijitambua vizuri mwanamke ni chombo kizuri mno. Amen. Mwanamke akijitambua ni chombo kizuri mno. Je, unadhani kuna wanawake ambao pia hawajitambui kupambania nafasi zilizopo? Kuna wanawake ambao bado hajaelewa, ni kwa sababu mtu unaweza ukakuta labda mtu haelewi anachotakiwa kufanya ni kitu gani. Lakini mtu ambaye anajitambua hawezi kuambia ufanya hiki. Mfano kama nyumbani kwa mtu, mimi kama mama kwenye nyumba yangu, hawezi kuja mtu mwingine kunihamasisha kwamba hapa siku ya leo natakiwa ufanye hiki na hiki ukifanye. Lakini mimi najua wajibu wangu kwamba napaswa nikiamka natakiwa nifanye hiki na baada ya pale nifanye kitu hiki, ili mpangilio wa mambo yote ukae sawa na hata familia ifurahie na wapate mahitaji yao ya msingi. Ni pale mwanamke anapokuwa kwenye nafasi yake. Amen. Na hapo kanisani pia mwanamke akikaa kwenye nafasi yake, kanisa litakaa vizuri kama inavyotakiwa, kwa sababu mwanamke anajua wajibu wake. Kuna mfano, mwanamke akijua nafasi yake vizuri kanisani, kanisa linatakiwa likae safi. Yeye ndiyo muombaji, ataombea watoto, ataombea kanisa, ataombea viongozi wa kanisa, atahudumia watu wengine wenye uhitaji mbalimbali. Kwa hiyo mwanamke ana nafasi kubwa ambayo kwa leo ukitaka uyafafanue ni mengi sana ambayo yanaweza akachukua nafasi kubwa. Lakini kwa ujumla mwanamke ni chombo ambacho kimekusudiwa na Mungu kufanya mambo makubwa sana. Akijitambua tu akaacha kujinyanyapaa, anafanya vitu vizuri mno. Sawa. Niseme kwa dhati kabisa na kwa pongezi kwa namna jinsi umeweza kuwatetea wanawake kupambana na kuhakikisha kwamba wanasimama katika mnala ambao utaweza kuwakilisha na kufanya vizuri zaidi. Mama askofu, wewe ni kioo na kila mmoja anakutazama, na imani umepitia changamoto nyingi hadi kufika hapo ulipo. Na ninahitaji nifahamu changamoto ambayo ilikupa chachu ya kuhakikisha kwamba hapa natakiwa nisimame kiimani zaidi ulipoona familia inayumba. Lichakuwa wewe ni mama askofu na ni kiongozi mkubwa kabisa katika kanisa hili. Karibu. Changamoto zipo zenyewe huwezi ukazikwepa katika dunia hii. Labda tu niseme kuna changamoto moja kwa upande wangu kama mimi mama, ambao niliona Mungu alinisaidia. Tunao watoto 4. Mtoto wetu wa kwanza anaitwa Richard. Ndio. Huyu kijana wetu ulifika umri fulani wakati akiwa ameanza masomo yake ya shule ya msingi. Kilifika kipindi fulani huyu mtoto akawa mtoro sana shuleni. Lakini mimi mama kama mama, mume wangu ana majukumu mengi ya huko na kule, lakini mimi ilibidi nisome kwenye nafasi ya kukaa vizuri kwa ajili ya watoto,
kumomba Mungu anisaidie nifanyeje na hao watoto. Ilifika kipindi fulani mtoto wetu akataka kuacha kabisa masomo, ambayo ilikuwa changamoto kubwa. Anaondoka asubuhi nyumbani anaenda shuleni, lakini kumbe hafiki shuleni. Lakini cha kushukuru Mungu alinisaidia kulifahamu hili. Nikawa mtu mfuatiliaji sana kule shuleni kila mara. Hatimaye nilikuja kuzigundua hizo njia ambazo zinaendelea kwa huyu mtoto wetu. Na baadaye nikaja kugundua kwenye magrupu ambao alikuwa ameungamanishwa na watu wabaya, wanaume ambao wako kwenye makundi mabaya. Na walikuwa wamemfikisha hatua ambayo ilikuwa mbaya pia. Changamoto hii iliniumiza moyo wangu na nikajua sasa mtoto tunampoteza. Lakini kwa neema ya Mungu alitusaidia tukaja kugundua kile kilichokuwa kinaendelea na hata mtoto kumsaidia, na leo hii amesema vizuri kwenye wokovu na anamtumikia Mungu, yuko vizuri na masomo yake amemaliza mpaka chuo kikuu. Ilikuwa changamoto mbaya ambayo ingepelekea mtoto wetu kufika hata kuwa jambazi. Lakini Mungu alitusaidia akatuokoa na hilo. Sawa kabisa. Baba, askofu mkuu ni makamu mwenyekiti wa kanisa hili la FPCT. Na wewe ndiye mama unayehakikisha, wanasema kifamilia unapoona imejengwa lazima mama atakuwa pale katikati kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Unawezaje licha changamoto hiyo ambayo umeitaja, unawezaje kutenga muda wako kwenda kanisani, jamii kutambue pia kutoa huduma yako ya kiutendaji katika kumtumikia Bwana, kuhakikisha kila mmoja anakaa katika usawa, kuondoa ubaguzi, na pia muda wako huu pia unawezaje kuweka sawa kuhakikisha unaimba kanisani, unashiriki kikamilifu kama wanawake wengine pia ukiwa kama mwanamke kielelezo, lakini pia muda mwingine ambao unautengeneza vizuri, kwa sababu wewe ni mama askofu. Najua baba askofu anatembea sana katika makongamano mbalimbali na mikutano mikubwa hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, na lazima uwepo pembeni kidogo. Huu muda unaotoa wapi na unawezaje kubalance muda huu, kwa sababu una majukumu makubwa sana? Muda wenyewe ni kupangilia tu. Hayo yote mimi Mungu ananisaidia kwa neema yake tu. Ni wajibu wangu pia familia niangalie, lakini ni wajibu wangu pia kuwepo kanisani, nisikosekane. Mfano kwenye vipindi vya wanawake ni lazima niende, ni mpaka pale labda kuna dharura kabisa imejitokeza ndio nakwama kwenda. Lakini pia huduma ya uimbaji naipenda, ni muhimu niende kwenye mazoezi ili nipate muda wa kusimama na wenzangu kuimba. Ninapangilia tu, najipangia shughuli zangu niziwekaje, na sio hivyo tu, mimi pia nina shughuli zingine ndogo ndogo za uzalishaji. Mfano ninafuga kuku pale. Kwa hiyo inabidi nijipangie muda wangu, niamke mapema, nifanye hizo kazi zote, nipangilie, najua kipindi fulani kitafanyika masaa fulani. Napanga muda wangu kulingana na vitu vilivyoko mbele yangu. Na pia naweza nikapata muda wa kwenda kuona wagonjwa. Naweza nikapata muda hata wa kwenda kutembea hata kwenye nyumba ya mshirika mmoja wapo, labda kuna shida, nikaongee naye. Najipangia tu muda wangu, naweka vizuri kubalance kila jambo liende sawa. Na mambo yote yanaenda tu, yanakuwa sawa. Unadhani wanawake wapi wanakwama, ama ni wapi kuna gogo kubwa limeweza kuwaegemea kushindwa kuhusika kikamilifu katika kazi za kijamii na kumtumikia Bwana kikamilifu? Kwa sababu kwa sasa nafasi ya mwanamke imekuwa na tija kubwa sana, na serikali pia imekuwa ikipiga kelele. Na tukitazama nyuma tulikuwa na siku ya wanawake duniani. Hii leo nataka nifahamu mengi zaidi kutoka kwako mama askofu, kama kiongozi mkuu. Wanawake ambao wana kigugumizi cha kumtumikia Bwana na kufanya maendeleo kutokana na changamoto za kifamilia, iwe ni baba au ndugu kiujumla, nini ambacho unawahasa na ni kitu gani ambacho unakiweka kwao kama alama, huenda kazifuata hizo njia na wakawa mfano kama maaskofu hapa, pia siku moja wakawa viongozi wakubwa? Kikubwa zaidi ambacho kinachonifanya mimi nifaulu kwenye mambo yangu ni pale ambapo mimi namuomba Mungu anisaidie na mkaribia yeye awe sababu ya mambo yote yafanikiwe.
na pia ni maamuzi ya mtu mwenyewe kwamba sasa natakiwa nifanye hiki na hiki, nijipangie muda wangu. Unajua mtu anaweza akakwama kwa sababu tu hajajua kwamba anatakiwa kufanya mambo fulani. Anabweteka, anaamua kukaa tu na kupumzika, anashindwa kutekeleza wajibu wake. Niseme ya kwamba labda ni kutokujitambua. Lakini mtu akijitambua, mbona hawezi akashindwa kufanya kitu? Unaweza ukafanya mambo ya maendeleo, unaweza ukafanya huduma zinazokuhusu zifanye. Ni pale unapotambua tu wajibu wako na kuweka muda wako kwa mpangilio. Masaa yanakubali. Unaweza ukafanya vitu vikaenda na vikafanyika vyote sawa sawa. Sawa. Makongamano mangapi ya wanawake ambayo umewahi kushiriki na kuwatetea kikamilifu? Makongamano kama kushiriki kwenye nani? Kushiriki mikutano mbalimbali ya kina mama. Ni mikutano mingi. Ndio. Ambayo nimeenda. Japo mingine wakati mwingine unaweza ukawa umekwama kwa namna fulani, lakini ni mingi niliyoenda. Sawa. Kati ya hiyo mikutano mingi ambayo umeenda, ni mikutano ipi ama makongamano kati ya mikutano uliyoenda, na ni makongamano mangapi ambayo pia tunaweza kusema kwa takribani kama 10 hivi, moja wapo ambalo pia liliweza kukupa hamasa zaidi kuhakikisha kwamba kuna doa sehemu natakiwa mpambane nihakikishe kulifuta doa hilo kwa wanawake? Makongamano niliyohudhuria, kuna makongamano ya kijimbo, kuna makongamano ya kitaifa, kuna makongamano ya wake wa watumishi. Hayo nikifika huko pia lazima nikute kitu ambacho najipeleleza na kujiangalia kulingana na mafundisho ambayo yanafundishwa pale. Nagundua hapa kuna mapungufu ambayo napaswa nirekebishe, nipige hatua nyingine zaidi. Hayo makongamano yapo ambayo nimeshahudhuria, mfano kama niliyoyataja, pande wa wake watumishi, na mimi kama mke wa mtumishi napaswa nipate mafundisho ya kunijenga kama mke wa mtumishi, nielewe kinipasacho kufanya. Na ninajitambua, na ninapofundishwa naona wazi kabisa kwamba kuna eneo ambalo bado sijafika. Kwa hiyo ninatakiwa nikaze mwendo na kupiga hatua pia na mimi nifike, sio kwamba mimi nimekamilika. Na kuna wanawake wengine pia nimeshatazama kupitia mitandao ya kijamii, wanajitoa kikamilifu, na wengine ni wachungaji. Wanahubiri neno la Bwana, kwa sababu awali mwanzoni tulijua mwanamke alikuwa na nafasi kubwa kusimama hata mbele pia kuzungumza. Kwako hii inakupa tija kiasi gani kuona wakina mama ama wanawake makanisani wakisimama wakihubiri? Na pia mtawasaidia hivi sasa vipaji mbalimbali vya vijana ambao Mungu ameweza kuwapa karama ya kuhubiri ama kuimba, kuhakikisha kwamba wanasimama kidete na kuitambulisha ulimwengu wa kwamba vijana tupo na tunafanya vizuri na kazi ya Bwana inaenda? Kwa sababu maaskofu, umri ndio hivyo tena, unaenda na natakiwa vijana wasimame. Je, hili mnaweza kuwasaidiaje vijana hawa? Ni kiu yangu kuona vijana wamepiga hatua kufika hatua fulani. Na ninachopenda tu kusema kwa vijana, kikubwa ni kijana akitaka kufanikiwa hasa jielekeze kwa Mungu. Ana vitu vingi ambavyo Mungu kupitia huyu kijana vitafanyika. Isipokuwa tu kijana asipotambua, hawezi akafikia ile ndoto ya utumishi. Lakini kama atamkaribia Mungu na kukubali kufundishwa, akae miguuni pa wale watu walio juu yake, anaweza akafanikiwa na akafaulu kufikia ndoto zake hata za utumishi. Na ni kiu yangu sana kuona vijana mabinti wamepiga hatua, maana sisi tunakoelekea tunaenda kuzeeka, hatutaendelea na hii kazi. Lakini hawa ndio wana nguvu na Biblia na watambua, hivyo wanapaswa kujua wajibu wao sasa, ya kwamba nina wajibu wa kumwendea Mungu, na pia nikae karibu na watumishi nipate vitu ambavyo vitanisaidia kufikia lile kusudi langu. Sawa Mama Askofu. Mama Askofu, nini ambacho unakitaka kutoka kwa wanawake sasa ambao wanakutazama na mabinti ambao ndio wanaelekea kuwa wanawake na wenyewe wanakutazama kama mfano? Nini wakifanya na nini ambacho wanatakiwa wathubutu kama wewe pia ulivyothubutu kufanya kazi ya Bwana mpaka sasa tunaona matunda haya? Kwa upande wa wanawake, ninachopenda kuwaasa tu ni kwamba wachukue hatua. Maana wao
kwanza wajue Mungu amewaita na kusudi nao. Ndio. Wanapaswa kulitambua hilo. Na pia kuchukua hatua sasa, kama watu ambao wana kitu kimewasubiria wakifanye, wachukue hatua ya kwanza kutumikia Mungu. Wajue wazi ya kwamba Mungu anawasubiri wao na anawategemea kama vyombo vyake vifanye kazi katika nyumba yake. Amen. Kwa hiyo wana jukumu hilo, wanapaswa kulitambua wazi na kuchukua hatua hiyo ya kutumikia Mungu. Waache kuona tu wao ni wa kuingia kanisani na kutoka. Wana mambo ambayo wanapaswa kuyafanya na Mungu atukuzwe kupitia maisha yao. Amen. Kwa upande wa mabinti, ninachoomba sana kikubwa, wakae karibu na wanawake, wa mama, si wa mama tu watumishi, lakini pia hata watu wazima ambao wakiwatazama mienendo yao iko vizuri, wajifunze kwao, wawakaribie, wapate mashauri na maelekezo ya namna gani wamtumikie Mungu katika maisha yao, watafanikiwa. Amen, amen, amen. Mimi na imani leo mama askofu, ungetamani pia pembeni angekuepo baba. Ndio. Tuseme changamoto za kikazi na anafanya kazi ya Bwana. Haijawa hivyo. Na imani siku moja tutakuwa naye hapa. Sawa na kabisa. Mungu ambariki kule aliko kwa namna jinsi anavyojitoa kufanya kazi ya Bwana. Na mtazamaji, kwa yule ambaye alikuwa unaendelea kututazama, ni mfululizo wa vipindi mbalimbali katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Ni kipindi ambacho kinakusogeza karibu na kufahamu viongozi mbalimbali na watu ambao wameamua kujitoa kikamilifu kufanya kazi ya Bwana. Wakati huu ni wakati mzuri sana kwako mtazamaji, na imani umejifunza mengi zaidi kutoka kwa mama askofu, pia kutoka katika kanisa la FPCT lililopo hapa jijini Mwanza Nyakato. Mama askofu ni tunasema ni mama makamo, mama wa makamo wa mwenyekiti aliyopo katika kanisa hili, si ndivyo? Na anafanya kazi vizuri kabisa licha ya muda wetu ambao umeweza kututupa mkono. Mimi na imani una mengi sana mama askofu ya kutuambia. Ina mengi sana. Sasa muda wetu ukiwa umebaki kidogo, ningependa utuimbie akapela huku mtazamaji tukiwa tunamwaga, kwa sababu una sauti nzuri sana mama askofu. Nitaimba kifupi tu. Sawa. Taimba wimbo ambao unasema kudhamiria. Ndio. Dhamiria, dhamiria, dhamiria Baba, songa mbele, songa mbele, songa mbele Mama. Ni ujumbe mzito sana. Songa mbele mama, zamilia kufanya kitu chochote ambacho una imani kitampendeza Mungu wa mbinguni. Nikukaribishe tena katika kipindi kingine ambacho tutakuwa nacho. Leo nimekwambia tuna vipindi mfululizo bwana. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vingine. Tulikuwa na mada ambayo inasema nafasi ya mwanamke katika jamii, na imani umejifunza mengi na kuna kitu umetoka nacho kitaweza kukuongoza katika maisha yako. Endelea kuwa nasi na kutufuatilia kupitia kipindi hiki, hususan kupitia Star TV, kupitia runinga yako ukiwa hapo nyumbani. Ulikuwa nami Andrea Amos Masanja. Tunaenda mapumziko na tutarejea kwa muda kidogo, na hususan tutaenda kuangazia mada ambayo tumeweka mezani na tutakuwa na ugeni mzito. Karibu sana, usikose, tutarejea baada ya muda kidogo. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, bless you.